vijana wanaotarajia kuimarishwa. Jumla yao ni 155, wa kiume 39 na wa kike 116. Kama madama, karibu ili tuweze kuwalisha neno na kuwalisha vijana hawa na baba kina mama waliosimamishwa hapa 155 ni kundi si dogo, kubwa, ni namba inayoongezeka ambayo na yenyewe kama ilivyokuwa kwa mitume na wafuasi wa Kristo wanakuja kuifanya hiyo kazi ya uinjilishaji, na wanapenda waifanye hiyo kazi ya kumtangaza Mungu na kuleta upendo wake kwa watu, na si kwa maneno tu, bali zaidi kwa matendo yao na ushuhuda wao. Naomba tuwashangilie hao vijana. Basi sasa mkae. Tutashuhudia kuimarishwa kwa hawa 155 waamini ambao wameshabatizwa tunapoadhimisha Jumapili ya misioni. Ni mnabati sana, mimi ningekuwa nyingi nifurahi sana, sijui kama nyinyi mnafurahi. Mnapokea sakramenti hii ya kipaimara tunapounganika na wabatizwa wote ulimwenguni, na kwa namna pekee na Baba Mtakatifu. Sasa yuko leo huyo wa 14, ukitaka kumuunga mkono ili kazi za uinjilishaji ziendelee. Na hivyo ukombozi aliyotuletea Bwana wetu Yesu Kristo uendelee kufanyika kupitia katika mikono yetu. Na hii ni kazi ya kila mbatizo. Wote na sote tuliobatizwa tunashirikishwa hizo huduma tatu muhimu za Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna hiyo huduma ya unabii, ndio hii ya kulitangaza neno la Mungu, habari njema ya wokovu. Huduma ya kutakatifuza, ukuhani, tunashirikishwa sote waliobatizwa. Na huduma ya tatu na ya mwisho ni hiyo ya uchungaji katika kuongoza. Kama Kristo mchungaji, nasi tunaalikwa sote tuje kuwa wachungaji na viongozi, tukifuata nyayo zake. Haya mengine leo siongelei, naongelea zaidi hilo la unabii. Ndugu zangu, nyinyi ambao mtapewa sakramenti ya kipaimara siku hii ya leo, mnakuja kuimarishwa. Mnafahamu kabisa sakramenti ya kipaimara inakuja na neema hiyo ya kutusaidia tutende kazi, tufanye kazi, lakini kwenda kumshuhudia Kristo huyo katika maisha yetu, kama vile sisi wengine wote ambao tumeshaipokea sakramenti ya kipaimara tunavyoalikwa tukafanya. Hayo maneno ambayo Mtume Paulo katika waraka wake wa pili anamwambia huyo mtoto wake wa kiroho Timotheo, ni maneno ambayo nasi tunaambiwa leo na tunakumbushwa tena kwa namna pekee siku hii ya leo ya misioni, ambako sote tunaalikwa
kwa pamoja, na kanisa zima na waamini wote tuungane pamoja, ili kazi ya uinjilishaji iendelee, iende kwenye pande zote hizo 4 za ulimwengu, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Habari njema ya wokovu ifike hiyo. Ni kazi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliwapatia wafuasi wake kabla hajaondoka kupaa mbinguni. Kusoma katika Injili ya Marko sura ya 16 aya ya 15, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Anawaambia wao, lakini anatuambia na sisi. Leo Paulo anamwambia huyo Timotheo kwanza ayashike yale ya ukweli wa maandiko matakatifu, hayo ayafahamu. Hicho anachomwambia huyo Timotheo, huyu Paulo anatuambia na sisi, sababu hatuwezi kwenda kuhubiri kile ambacho hatukijui. Na kwa kweli wanawaambia kila wakati kwenye fursa mbalimbali zinazokuwepo, waamini sote, hilo neno la Mungu inabidi tuwe nalo, hiyo Biblia. Kama sio lazima kuja nayo kanisani, wengine wanasema ni lazima, lakini nakwambia unachopaswa kufanya ni kuwa nayo. Hilo ndio la muhimu zaidi, na sio kuwa nayo tukaitunza, bali ukawa na nafasi ya kulisoma hilo neno la Mungu ukalifahamu. Leo nazungumza hicho Marko 16:15. Nenda nyumbani utasoma, utaona mengi pale yanasemwa, na baada ya hapo utasema mengine mengi, na kila wakati tunakuwa tunayasema hayo ambayo ni maandiko matakatifu, kama ni sura hizo, aya hizo ambazo zinakuwa zinarejea kwenye hicho ambacho tunakuwa tunakisherehekea, zinasaidia sana, zinatukumbusha hayo maneno ambayo ndio hayo matakatifu, maandiko ambayo leo Paulo anamwambia huyu Timotheo ayakumbuke na yamuongoze, kwa sababu haya maneno yanaonya, yanaelekeza, yanakemea. Haya maandiko yanatusaidia, yanatuelekeza, ni mpango wa Mungu katika maisha yetu sisi wanadamu. Kumbe sote inabidi tuongozwe na haya maandiko, na tukiongozwa na haya maandiko na tukayafahamu, sasa ndio tunakwenda kuyapeleka, ndio tunatumwa kama hivyo leo, na ndio hivyo tutafanya kazi ya kutaka kusaidia kusudi haya maneno na haya maandiko matakatifu yaendelee kutangazwa ulimwenguni kote, kama nilivyosema, kwenye pande zote hizo 4 za dunia. Na tutayafanya hayo kwa namna mbalimbali, yote yataja baadaye kwa kifupi, lakini moja ni hiyo kubwa sana ambayo leo tunapaswa tuifanye, ya kuyafanya kwa ukarimu wetu, kumsaidia Baba Mtakatifu na kanisa zima la kiulimwengu, sio kanisa la Bongobela au kanisa la Jimbo Kuu Katoliki la Tabora au kanisa la Tanzania, hapana, kanisa la kiulimwengu, na sisi tukiwemo. Leo ndio siku hiyo ya Jumapili ya Misioni, ambayo sasa inakwenda tangu ilipoanzishwa mwaka 1926. Huu ni mwaka wa 99. Mwaka kesho tutakuwa na jubilei miaka 100 tangu ilipotangazwa hii Jumapili ya Misioni, ambayo ni Jumapili ya mwisho kasoro moja, mwezi wa 10, kila mwezi wa 10 tangu mwaka 1926 mpaka leo. Sasa hii tunasherehekea 99, mwaka wa 99. Ndugu zangu, tuhamasike tena na sisi leo, kama Paulo alivyohamasisha huyo Timotheo, nasi tuyasikilize hayo maneno ya Paulo, yao ni maneno ambayo yanakuja kwetu. Na kwa maneno hayo kweli tutahamasika hata kuchangia, kuwezesha hilo neno ambalo lina nguvu, linaloelekeza, linaloongoza, linalokemea, ili lije liendelee kufanya kazi hiyo ambayo Mungu mwenyewe amependa iwe hivyo. Ndugu zangu, tunaishi katika ulimwengu ambao unapaswa uongozwe na neno la Mungu, na sio neno la mwanadamu au neno la mfalme fulani. Sisi waamini tunaamini hivyo, kama kweli tunataka neno la kutukomboa, neno la Mungu. Na yule hata kama ni kiongozi, yule hata kama ni mfalme,
akayafanya haya kinyume na hicho ambacho sisi tunafahamu ni neno la Mungu, tujue kabisa yuko na kupoteza. Na hata kama ni kiongozi wa dini, hata kama ni mimi hapa, nikaanza kusimama hapa kwenye mimbari naongea maneno ambayo si hayo ambayo unasikia katika Biblia yaliyoandikwa, ambayo ndio nimekuambia kayajue, na bado hujapeleka, sema huyu Rugamba yuko na kupoteza huyu, afadhali tumgonge aondoke hapa. Anacheka yule mwimbaji. Lakini hivi nikaja hapa nikasema mabaya ambayo sio haya ya Mungu na kufuru, afadhali niondoke. Ndugu zangu, ulimwengu huu unalihitaji hilo. Hicho tulichokisikia katika Injili iliyosoma kwetu hapa muda kidogo uliopita kinaweka wazi hali hiyo ambayo na leo tunaishi katika ulimwengu wa leo. Kuna huyo kadhi mdhalimu, huyu ni mwanasheria. Sasa leo wanazungumzia kadhi, lakini kuna na watu wengine tupo tofauti na kadhi, ambao tuna vyeo vyetu, tuna nafasi zetu katika jamii, tuna madaraka yetu katika jamii, na tunategemewa tufanye haki, tuwatendee haki ambao wanastahili haki hiyo. Sasa wale wote wanayofanya mabaya hayo, mimi ningesema ni mabaya, wako katika nafasi ya huyo mtu, huyo kadhi tuliyomsikia. Na kinyume chake yuko sasa huyo mjane, huyo ambaye hatendewi haki. Kwa hiyo tu katika ulimwengu wa mazuri yanayofanyika ambaye alipaswa yafanyike, alafu na mabaya ambayo yanafanyika ambayo hakupaswa yawe. Ndio hayo mabaya ya huyu kadhi mdhalimu. Huyu mama anataka haki yake, kuna mtu huyu anamuonea, anamnyanyasa. Anamwendea huyu mwanasheria amsaidie kila leo, lakini mwanasheria bado, sababu huyu alikuwa si mchaji wa Mungu, hadi tunavyoelezwa katika sehemu hiyo ya Injili tuliyosikia ya Luka. Alikuwa si mchaji wa Mungu, maana yake alikuwa hamuogopi Mungu. Wamefundisha hawa katika mapaji wanayopokea, moja wapo ni paji la uchaji, kumuogopa Mungu. Roho Mtakatifu anakuja na nguvu hiyo, atakupatia wewe. Unamuogopa Mungu, namsikiliza kusudi akuelekeze, uko tayari kwa unyenyekevu Mungu akuongoze, neno la Mungu likuongoze. Sasa huyo wanayemsema ni kadhi mdhalimu, hakimu. Kadhi maana yake jina jingine ni hakimu, au wanaokaa kwenye court kama hapa wapo, tutaka nigonga leo kibao. Si maana mimi ni mbona hapa, inawezekana wewe ni kadhi mzuri, sijui. Au wengine hata wakijijini tunao mahakimu, hata nyumbani baba anaweza kuwa hakimu, anaenda kwa hukumu watoto wake, na mama anaweza kuwa hakimu. Sasa unahukumu namna gani? Ndio swala linakuja hapa, kwa haki au kwa kutotenda haki. Sasa hao wote wanaofanya hayo mabaya wanalinganishwa na huyo. Ndio ulimwengu ambao una hayo mabaya. Sitaki kuyasema mengi ambayo tunayasikia hata leo katika ulimwengu huu, wale hata katika nchi yetu hii ya hapa, mabaya yanayofanyika, watu wanayalalamikia kila leo. Nasikia watakuwepo hao wazuri, watakuwepo hao wabaya. Na usije ukafikia kwamba basi akishakuwepo hayo basi kila mmoja ameoza, ameharibika hapa. Lakini wapo watakao kuwa wameoza, wanayofanya haya ambayo ni kama ya hiyo kadhi. Alafu maskini wako hawa ambao ndio wanyanyaswa, wanaonewa kama huyo mjane ambaye huyo jamaa alikuwa anamnyanyasa, hati mbaya hao ambao walipaswa wamsaidie hawakumsaidia. Na katokea hata katika nchi, katika familia, yule ambaye ana mamlaka anapaswa kumsaidia, kumtoa huyu mjane katika shida zake, akakaa kimya, asitimize wajibu wake. Makosa makubwa haya, hujatenda haki. Na kama ni muamini kama sisi ambao tunayasikia maneno hayo katika Injili, ujue kama sasa unafanya zaidi, kwa sababu wewe adhabu yako inabidi kutandikwe. Kama yule ambaye hafahamu neno la Mungu anatandikwa kiboko kimoja, wewe inabidi kutandika 20. Sasa ulijua ulipaswa kufanya hivyo, lakini ukufanya. Na inawezekana wapo ni muamini anayasikia hayo, ana madaraka, yuko katika uongozi, wanamkimbilia wamuombe awasaidie hawa wanaonyanyaswa, lakini anafumba macho. Hamuogopi Mungu, hawatendei mema hawa, hawapendi hata kuwapenda hawa. Ndugu zangu, katika hali kama hii, ndio hiyo
halisi. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo leo anatuita tufanye kitu kimoja ambacho inabidi tukifanye vile vile tunapokuwa katika maadhimisho haya ya Domenica au Jumapili ya misioni, kazi ambayo tunafanya tuifanye. Kwanza, sala. Tunapaswa tusali. Na unaposali maana yake sasa uko unatafuta ule muunganiko kati yako wewe na Mungu, ili hata hilo neno ambalo tumelisema mwanzoni uweze kulifuata. Sasa hutalifuata hilo neno kama hutakuwa umeunganishwa na yule anayelileta, ni Mungu. Tunaalikwa leo tusali. Tunaalikwa tusali kwa ajili ya misioni, uinjilishaji uendelee, kazi ya uinjilishaji iendelee. Na tusichoke kusali. Tunaalikwa tusali ili majanga hayo mabaya kama yanayomtokea huyu mama mjane yaondoke. Tusali. Tusali ili wasiopatana wapatane, kama hakuna maridhiano yawepo. Ambao wanashinda wakaa chini wakaongea pamoja. Ndio misioni, ndio kazi yetu sisi. Tunatumwa tukaifanya kazi. Unaposema nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa kila kipindi hicho. Tukasali ili hayo mabaya yote yaondoke. Na hilo amelionyesha la sala kwenye masomo mawili. Nafurahisha sana wanavyoonyesha. Kwenye Agano la Kale anaonyesha Musa anavyosali ili Waisraeli waweze kuwashinda hawa Abimeleki, taifa jingine ambalo lilikuwa ni maadui wa Waisraeli. Na huyu Musa aliambiwa anapaswa kusali, na ilibidi asali. Na ni kweli alipokuwa akinyanyua mikono juu kusali, Waisraeli wanawashinda hao maadui zao wa Abimeleki. Alipokuwa anachoka kusali akaangusha mikono, wale wa Abimeleki wanakuja na watwanga Waisraeli. Arudia sali. Baadaye ikabidi sasa huyu Aroni pamoja na Uri waliokuwa naye kule mlimani wakamsaidia kumwekea jiwe chini alikalie, alafu wao mmoja akashikilia mkono wa kulia na mwingine akashikilia mkono wa kushoto. Kumbe akabaki Musa yuko juu anasali. Huko wanajeshi wanatwangana, wanapigana nao Abimeleki. Kwa vile walikuwa wamemshikilia hawa hakuchoka, mikono haikuanguka chini. Walipokuwa wakijaribu kuchoka kidogo wanatwangwa. Wakinyanyua juu ikakaa juu hawapigwi. Kumbe akaishikilia ikakaa pale juu. Hawa Abimeleki wakapigwa na Waisraeli wakamaliza kwa sababu ya sala. Tunaalikwa kusali. Tusichoke. Kwenye Agano Jipya huko kwenye Injili hiyo tuliyoisikia ya Luka, vile vile huyu mama ambaye alikuwa amenyanyaswa hakuchoka, anamwendea huyo kadhi mbaya kila wakati, anampigia hodi, Bwana wewe nisaidie. Mpaka ikafikia wakati huyu kadhi akaona yeye hapa kuna maneno, akaamua sasa kumsaidia. Ndio Luka anakuja kumalizia sehemu hii ya Injili akisema kama huyo mbaya namna hiyo ameweza kumsaidia huyo baada ya kusumbuliwa na sala hizo na kugongewa kila wakati, itakuwaje huyo Mungu ambaye hana kinyongo, ambaye anatupenda sote, anataka tukombolewe, itakuwaje yeye ashindwe kusikia sala zetu tunapomwendea tukamuomba ili aweze kutusaidia? Ndugu zangu, Mungu yuko tayari kutusikiliza, Mungu tayari kutuokoa tunapomwendea tukasali bila kuchoka. Tusali kwa ajili ya uinjilishaji huu ambao nimesema leo ni siku ya misioni, na mojawapo ya kitu cha kuombea tusali ili miito iongezeke katika maana ya hao watendaji. Haina maana tu ya hawa weko wakfu, mapadri, maaskofu, masista, hapana. Wanaojitolea wakajitoa kwa Mungu waongezeke na waje wakiwa na ari ya kutaka kufanya kazi ya uinjilishaji. Jana tulisikia waliokuwa pamoja na sisi tulipokuwa huko katika kigango cha Isenegeja, Luka akitukumbusha mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Kumbe tusali ili Bwana wa mavuno aongeze watenda kazi katika shamba. Tusali ni Jumapili ya misioni waje, lakini wasiwe tu wale wawekwa wakfu wote kwa pamoja wa kila mbatizo. Leo ni hawa wamekuja wakibatizwa, leo wanakuja kuwekewa au kupokea sakramenti ya kipaimara, waje kipaimara, waje.
waende wakafanye kazi. Tusali, tuombee na wao. Ni mito hiyo, ni mito ambayo atakuja kila mmoja kufanya kwa nafasi yake. Mwisho kabisa, hizo sala ambazo inabidi leo tuzielekeze kwa Mungu bila kuchoka, tukiwa ni wachaji tofauti na yule ambaye alikuwa ni kinyume chake, tuzielekeze kwetu sisi wenyewe ambao tunaalikwa tuwe na moyo wa fadhila, tuwe na moyo wa sadaka katika Jumapili hii ya misioni, ili tuwe tayari kujitolea kwa Mwenyezi Mungu, yatolea yote tunayokuwa nayo ambayo tunasema hili nalimpelekea Mwenyezi Mungu zuri, sio ziada, hapana. Kila ambacho tunasema mimi hiki kwa upande wangu, kwa nguvu zangu nazokuwa nazo, kwa uwezo wangu naokuwa nao, ndio hicho nampelekea Mwenyezi Mungu. Kumbe tusali ili watu wabadilishe mioyo yao, wabadilike na wawe tayari kujitolea sadaka, wawe tayari kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka, na kwa namna hiyo kazi ya uinjilishaji tutaweza kuifanya idumu na iendelee, na hivyo ulimwengu ukombolewe kama Mungu yeye mwenyewe anavyotaka. Leo yote tutakayotolea mjue kwamba kwa ajili ya kazi ya Baba Mtakatifu, sio kwa ajili ya kazi ya Jimbo Katoliki la Tabora. Kwa hiyo kama tulikuwa tunamtolea Mwenyezi Mungu mbuzi mmoja, leo inabidi tumtolee zaidi ya mbuzi mmoja, sitaki kusema wangapi. Kama tulikuwa tunamtolea Mwenyezi Mungu sadaka kiasi fulani, sitaki kusema ni pesa kiasi gani, toa zaidi ya hicho ambacho ungetaka kumtolea, kama ni askofu, kama ni padri, au kama ni katekista. Toa zaidi leo kwa ajili ya kanisa la kiulimwengu. Na yote tutakayopokea siku hii ya leo, mapaji yatakayotolewa, zawadi zote zitakazotolewa, tutampelekea Baba Mtakatifu, atazijua, na tutawaambia baadaye ni kitu gani mlifanya. Tusali ili tuweze kuwa na moyo huo wa ukarimu zaidi na zaidi, na Mwenyezi Mungu atatuzidishia. Tumuombe Mungu Mwenyezi awe nasi Jumapili hii ya leo ya misioni, atushushie baraka zake, tupate hiyo nguvu ya kupenda kubaki tukiwa tumeunganika naye, na hivyo atufanye wa misionari ambao tutakuwa tayari kufanya kazi pamoja na mwanae Bwana wetu Yesu Kristo, na hawa mitume waliowaacha, na sisi baadaye tukashirikishwa kazi zao, nasi tuweze kuchangia katika kujenga ufalme wake hapa ulimwengu. Tumsifu Yesu Kristo.